Naondoka. Tali. Yes bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media? Karibu tuyazungumze mengi ya kimichezo. Niko na mzee wangu hapa Mwepaya OG, shabiki kindakindako wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Bana, kabla tujaanza interview nilikuwa namchokoza hapa. Sasa ngoja nimwanzie na ile swali langu. Mzee wangu, mechi hii mnacheza mchezi? Ya tarehe 7 tulitaka tucheza kucheza. Na ndio nakuuliza wewe, umeelewa? Tarehe 25 kwanza mnacheza mchezi. Ukiwa mwandishi wa habari, uwe ni mwandishi wa habari wa usimuzi. Kwanza naitwa Saleh Abdalla Mwepaya OG kwa jina lingine. Ni mtaalamu wa masuala ya soka na ni kiboko ya wahuni ambao wanataka kuharibu mpira wa Tanzania. Umeelewa? Kijiji cha Mwembe Simba. Nachozungumza kwamba mwandishi wa habari kaniuliza swali ambalo jibu lake anaole yeye kwamba tunacheza tarehe 25 au hatuchezi. Ni kwamba tarehe 7 mwezi uliopita, yani mwezi wa 3 uliopita, tarehe 7 mwezi wa 3, klabu ya Simba, kwa sababu ni klabu ya masuala ya mpira, lengo letu kubwa ni kucheza mpira uwanjani, na tulipeleka timu katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini wakatokea wahuni ambao wasiofahamu mpira wakaizuia klabu ya Simba kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sijui walikuwa wanashinda kujua kanuni, sijui walikuwa wanashinda kujua vitu gani, hatuelewi. Lakini klabu ya Simba lengo letu kubwa lilikuwa ni kufanya mazoezi kama sheria inavyotaka, tucheze mpira. Na vile vile tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan baada ya kugundua kama sitofahamu, kwa sababu kuna watu walikuwa wanaashiria kwamba uvunjifu wa amani katika nchi ya Tanzania. Na nishawa kuzungumza kabisa kwamba masuala ya mpira tumeangalia masuala ya mpira yalikuwa nani Misri kule, uchafuzi wa mazingira, yani masuala ya mpira tu haya, mambo ya siasa yaliingia katika nchi ya Misri pale. Miaka 2 hawajacheza mpira kwa sababu kulikuwa kuna vita vikubwa zaidi. Sisi wote mashahidi, na watu waliuana watu wengi zaidi katika nchi ya Misri. Miaka 4 hawajacheza mpira. Miaka 4 vilabu vilikuwa wanacheza katika nje ya nchi pale. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba Mama Samia Suluhu Hassan kwa jicho lake pana aliangalia kwanza usalama wa nchi yake. Lakini mzee wangu, mbona Mheshimiwa Rais hajatoka kuzungumza hicho kitu? Hawezi kuzungumza ile kwenda kuwaita tu viongozi. Kwanza kawaita viongozi wa klabu ya Simba. Na kwa nini aliwaita viongozi wa klabu ya Simba? Simba na Yanga. Nielewe kwanza, tulia, yani tulia hapa upate madini. So yani usiwe unatatalika kama bisi. Kwani rais nisikilize viongozi wa pande zote mbili? Baada kuwa yani baada ya klabu ya Simba tuna mashushushu sisi, umeelewa? Mimi mwenyewe ninavyozungumza hapa mimi ni shushushu. Ni watu wa kiintelijensia. Umeelewa? Tuko in deep sana katika masuala ya mpira. Linalotaka kutokea lolote tunaligundua, umeelewa mpaka hapo. Baada ya kugundua kama bodi ya ligi walikuwa na mpango wasitofahamu wa kutaka kuahirisha mechi, kukurupuka tu kuahirisha mechi, klabu ya Simba iliandika barua kwa umma ikiwa taarifa washabiki wao klabu ya Simba kwamba mechi ya tarehe 15 iko pale pale. Hawatakubali kuona kama bodi ya ligi wanasogeza mbele, yani wanachange tarehe. Tarehe iko pale pale. Baada ya kuandika ile barua pale, ndio ile nchi ikae imegubikwa na sitofahamu. Kwa sababu wanavyozungumza wenye nchi, lazima watu wote wakae kimya, watulie kwanza. Hebu hoja, naona umetikisa kichwa. Hebu uliza afu niendelee. Uliza swali lako niendelee. Lakini huo msimamo ambao nyewe mliushikilia, walianzisha Young Africans kwamba hawachezi. Walidakia kwa mbele na kuuliza tarehe 7 klabu ya Simba, ile barua ya klabu ya Simba iliandika vipi? Hatuwezi kucheza mechi ya aina yote ya ligi, mashindano ya aina yote mpaka uhuni tuliofanywa sisi uchukuliwe hatua. Hatua ziko wapi hizo chukuliwa? Hatua zote chukulia. Kamuulize Mguto, kamuulize na Masika Sonko. Kwani sisi tulishaandika barua ndio ikaita sitofahamu. Sio kwamba Alikamwe baada ya kuzungumza hadharani ndio viongozi wamejiuzulu. Mdogo sana, Alikamwe ni mtoto mdogo katika masuala ya mpira. Madai ya Young Africans yametekelezwa mpaka sasa, bado machache. Hakuna madai ya aina yote ya Yanga Mwesia ambayo yametekelezwa. Kati Yanga wanahitaji baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi na TFF kujiuzulu. Nyie mkasema haiwezekani timu moja itake hicho kitu. Mbona imewezekana sasa? Wewe umeshafanya mahojiano sana na sisi hapa kwanza kupitia Kawabe, kupitia vyombo vingi sana vya habari. Viongozi wako wa Simba nimefanya. Naomba nielewe kitu kimoja, umeelewa? Washabiki wa klabu ya Simba, wanachama klabu ya Simba, washabiki waelewa ambaye tuna leseni ya kuongelea mpira, sio watu wengine.
Sisi tuna leseni ya FIFA, umeelewa? Tulivyoanza msimu tu tulikuwa tunadili na bodi ya ligi, TFF na GSM. Tuliwaambia kwanza bodi ya ligi haifai kusimamia ligi ya Tanzania kwa sababu kwanza wameshakiuka kanuni. Mlimwambia nani? Tumemwambia au nikuonesha ushahidi. Nakuuliza, mliwaambia wakati huo mlikuwa mnawaambia hizo taarifa mnapa live nani Almas Kasongo vitu vinafika. Umeelewa mpaka hapo? Lakini ilikuwa ni taarifa za mashabiki. Naomba sio mashabiki. Msimamo wa timu. Mimi hapa press yangu naifanya hapa umesia mpaka mawaziri wanaifuatilia press yangu mimi naifanya hapa. Umeelewa mpaka hapo? Labda nikutosheleze zaidi. Kuna siku GSM alibandika nani? Alibandika mabango uwanja wa Mkapa, uwanja mzima. Wewe ulikuwa wapi kipindi kile? Au ulikuwa bado hujashika maiki? Simba na Yanga, Simba ni mwenye, yani leo ndakushona, yani leo tulia hivyo hivyo, umeelewa? Simba na Yanga Simba alikuwa ni mwenyeji. So umeelewa? GSM baada ya Gonzalez kupigia kelele mkataba, GSM alibandika mabango uwanja mzima hapa. Tulia nikupe kwanza nikupe. Ngoja tulia kwanza nikupe hapo nimalizie hapa. GSM alibandika mabango uwanja mzima. Vyombo vya habari watu wa Yanga walikuwa wanashangilia, lakini si wadau wa mpira. Sasa tunaujua mpira, tunajua watu wa akili, wenye akili za mpira tunavyowafahamu wakiwa ndani ya uwanja wa Mkapa pale tulikuwa tunajua. Kuna chombo kilikuja chombo kikubwa kabisa Clouds Media. Walikuja pale kijiji cha Mombe Simba pale. Walikuwa wanazungumzia kuhusiana na dabi. Mwaipaya Uji peke yake hajazungumzia dabi, alizungumzia vipi? Alikuwa anaangalia hali ya usalama wa nchi inayoenda kutokea kesho katika uwanja wa Mkapa. Niliuliza swali. Watu wamezungumzia kama niliona kwenye media kwamba nani kocha klabu ya Simba kakataa kuongea na waandishi wa habari baada kwamba kuona kama kuna kwenye logo ya nini kwenye logo lile gazebo la TFF kuna nembo ya GSM ikaashiria kwamba pale hakuna mpira pale. Klabu ya Simba akasema vipi, hatuwezi kupeleka timu uwanjani mpaka mabango ya GSM yabanduliwe pale. Na mimi walivyoja kunioji Clouds nikasema vipi? Nilikuwa naangalia viashiria vya hatari, niliwaomba vyombo vya usalama kama wamenusa hizi habari hizi, kama kesho uende ikawa kuna matatizo makubwa zaidi, naomba hii yani kama yani wamefuatilia hapa hivi vitu hivi, basi naomba hatua za kisheria zichukuliwe pale. Kwa hiyo Yanga wamekuwa washindi katika hili. Washindi? Hamna mshindi hapa. Mshindi Mama Samia Suluhu Hassan. Walisema hivi, ole wake mtu ajaribu kuchukua alama moja ya Yanga na wameshindwa. Nisikilize, umeelewa? Nikwambia kitu kimoja, umeelewa? Mshindi Mama Samia mwenye nchi yake. Na wametoa taarifa mzee wangu. Nimekuambia kitu kimoja, umeelewa? Baada ya kukaa yani na viongozi wa vilabu kuwa na maslahi ya nchi ya taifa. Nisikilize kitu kimoja, umeelewa? Nani? Wameulizwa Mama Samia akasema wapi? Nimekuambia vipi msia? Mimi nilivyoziona, unajua yani sisi tuna IQ hali ya juu. Ukiangalia tu ile picha ile pale, umeelewa? Ukija kuangalia tu picha kakana kina Mangungu, unajua kuna jambo yani umesema kuna jambo kashaenda kuzungumza nao, umeelewa? Hawezi yani nyewe waandishi wa habari hamuitakii mema nchi ya Tanzania. Waandishi wa habari mnataka yani waandishi wa habari mnataka Mama Samia Suluhu Hassan atoke hadharani aseme nisikilize ningeposti waandishi wa habari nielewe msia nielewe mwandishi wa habari yupo ambaye kaibonyeza pale yani kumuonesha kama Mama Samia anazungumzia kwamba nataka tarehe 25 wacheze mpira. Nani aliposti ile picha kama mwandishi wa habari? Kuna mazungumzo pale? Simesema mnaielewa ile picha ndio inakupa picha. Sisi watu wa ndani wa indip. Yani nielewe kwa sababu aliyepiga ile picha ni mwandishi wa habari akaposti. Ndio maana nisema kitu moja Mesia. Sisi unavozungumza na mtu kama mimi, unajua unazungumza mtu aende ndani ya mpira yani toka 78. Umeona ya bodi ya ligi. Naomba nielewe kitu kimoja. Twende hapo sawa. Ni kauli ya bodi ya ligi. Kwa nini bodi ya ligi hawajatoa toka ile juzi baada yani walikuwa wanafanya uchunguzi? Sio kufanya uchunguzi. Na kufuata baadhi ya matakwa ya Yanga na wameyatekeleza. Kufanya uchunguzi. Mguto kajiuzuru. Walikuwa wanaamua yani walikuwa wamesiana yani ile kitu kimoja Mesia. Walikuwa na nafasi ya kutoa barua bila kushirikisha na mtu aina yote. Lakini baada ya Simba kutia limit pale yani kutia lock pale, hakuna kutoa tangazo la aina yote. Mkitoa tangazo la aina yote mtaenda kucheza nyinyi pale. Wakaona imekuwa shughuli pale. Sasa alivyokaa busara za Mama Samia Suluhu Hassan kuwaita tu wale viongozi wale. Umeelewa? Yani sisemi kwamba kazungumza hadharani kusema kwamba kwa sababu sheria za FIFA haziruhusu kiongozi wa serikali kuingia katika masuala ya mpira. Na bungeni Mwanaifomu mmemsikia juzi
Na bungeni ulimsikia nani Kabudi kazungumza. Nini maana yake? Mama Samia ni muelewa. Anaweza kaenda kukaa tu pale peke yake na wale tu viongozi pale wenyewe wakikata wale viongozi wanajua bwana kama kiongozi kazungumza jambo fulani. Sio lazima atoke nje aseme bwana nimeamuru mimi, nimeamuru mimi bwana hii mechi chezeni. Umeelewa? Atakuwa kaingilia masuala ya mpira. Lakini picha ile pale imejieleza kama vipi tumeshapata suluhu Masia. Na hawa watu walikuwa wanasema wachezi, umeelewa? Na kuuliza maswali mawili. Madeni yao wameshalipwa? Jibu sio unaniangalia usoni kama nyoka kabana kwenye mlango. Madeni yao wamelipwa? Walikuwa wanasema. Mimi na tutajuaje? Na ni mambo ya TFF na Yanga. Mambo ya TFF. Alipokuwa anatoka nje alipokuwa anazungumza alikuwa sema mambo ya TFF. Subiria aseme tena kama kalipo maana wamemfundisha akili Mesia, yani mtoto yule yani akafundishwa akili kwamba vipi Mesia kuna mambo wakishaitoa wakubwa kwenye vikao wakishatoka pale yale mambo mengine unabaki nayo kwenye kifua unamwacha mwenye nafasi yake azungumze. Jana kuna mtu kazungumza pale jana. Wapi? Baada ya kutoka kwa Mama Samia Suluhu Hassan kuna kiongozi anaitwa wa Simba wa Yanga kazungumza. Wa Yanga wameridhika, sijajua kwa Simba. Yani nielewe kitu kimoja umeelewa? Nani alianza kuposti kama nani wako tayari kucheza mechi nani? Yanga ndo alianza. Yanga bwana wewe mbishi. Ingia hapo mzee wangu. Nimeshaingia yani nimeshaingia nani? Klabu ya Simba. Umesikia klabu ya Simba ndio wa kwanza baada ya kutoka kwenye mazungumzo wa kwanza wenyewe ndio kusema wameridhia akafuatia klabu ya Yanga. Umeelewa? Yani wasizungumzie kama kusema. Wote akasema nani akwambie wewe? Akwambie wewe. Kwa sababu nyo waandishi basi ndio nyuma mwiko. Mimi na prove. Umprove wapi Masia? Klabu ya Simba baada ya kutoka kwenye kikao cha Mama Samia Suluhu Hassan pale wakako fair. Umeelewa? Unaona picha zinaongea, yani wako fair. Umeelewa? Kwa sasa lengo letu. Masia lengo letu hawa picha ya mwisho imejia hapa ya jana. Masaa mawili yaliyopita imeandikwa nguvu moja. Hii picha umeona hii? Masaa 19 hamna chochote kilichoandikwa. Hamna chochote mzee wangu. Barua yenu ya mwisho ni hii hapa. Mliosema mmepata ruhusa ya kwenda kutumia uwanja. Ndio barua yenu ya mwisho. Sasa kwa nini? Yani ndio angalia kwa nini serikali nini imewapa nini? Imewapa ruhusa Simba. Kwa sababu gani? Yani nielewe umeelewa? Kwa nini serikali imetoa ruhusa ya kwenda uwanjani? Yanga ni hao hapa waliposti. Umesia? Umeona hapa Kariakoo Dabi. Waliposti uwanja huo hapo. Naomba nielewe kitu kimoja Mesia. Dabi ina kipengele. Yani umesia, yani nielewe kitu kimoja umeelewa? Kwa nini hao watu nani tumepewa ruhusa na serikali ya kutumia uwanja? Mbona mwanzo kwenye mechi ya tarehe 8 hamkwenda kuomba ruhusa? Kwenye mechi ya tarehe 8. Sisi hatuhitaji kwenda kuomba ruhusa sisi. Umeelewa na Mesia? Ni wajibu wa Wizara ya Michezo kutoa kibali kwa timu kwenda kufanya mazoezi. Safari mmekiomba? Hatujaomba sisi. Umesema hapo na hatujaomba, tumepewa. Nimesema tumepewa. Serikali hawataki kuona kwamba Mesia tatizo linajirudia pale. Umeelewa hapo? Wameamua mapema kabisa bana kibali chenu hicho hapo. Kinachoenda kubadilishwa sisi ni tarehe tu. Alikamwe huyo. Tunaenda kubadilisha tarehe tu. Kama walikuwa na masharti ambazo tutakayowapa sisi hapa kwamba inapofika tarehe 24 hatutaki kuona kitu cha aina yote katika uwanja wa Benjamin Mkapa pale. Tarehe 24. Tunahitaji kuona uwanja ukiwa uko open. Hatuhitaji kumuona mtu wa aina yoyote pale. Tunaingiza watu wetu, tunaingiza wachezaji wetu, tunaingiza mashabiki wetu kwenda kujipanga. Nani? Watawaachia geti wazi lakini hawataki kuona mbuzi, hawataki kuona wazee ambao hawahusiki na mchezo. Hawahusiki na ndio maana tumechukua kibali. Sisi ndio tunamiliki uwanja. Ule uwanja sasa hivi ni Yanga anamiliki sasa. Hamiliki. Ndio mwenye mchezo. Hamiliki uwanja Yanga. Kwenye mechi. Hamiliki uwanja Yanga. Kwenye mechi. Atamiliki uwanja tarehe 8. Tarehe 20. Unajua? Bwana huyu vipi? 8 tena. Huyu uko vipi? 8. Tarehe 25. Tarehe 24. Tarehe 25. 24. Nielewe kitu kimoja Mesia. 24 klabu ya Simba tumeshapewa barua. Si umeona? Ile tarehe inaenda kubadilishwa. Ile tarehe 15. Au apigiwe simu nani Alimayai Tembele. Nimpigie simu hapa ujue kama nani. Alimayai Mesia, Alimayai anachoenda kufanya yeye pale anaenda kubadili tarehe. Tunaenda kubadili tarehe itakuwa tarehe 24 mwezi wa 6 majira ya saa 11 klabu ya Simba itaenda uwanjani. Hatuhitaji kuona kiumbe wa aina yote ambayo iko mlangoni pale.
hatuhitaji kuona Kiluliwa kijani yuko pale mlangoni, hatuhitaji kuona Chawa wa kijani yuko pale mlangoni. Tunaenda kufanya mazoezi, na mimi Mwaipaja OG ndio nitakayeongoza, yani itifaki itazingatiwa siku ile pale. That's kwa mimi. Nani mimi? Yani mimi hebu kwanza nikuoneshe. Wewe unajua yani mimi nani? Sio kunitisha, nikuonesha vitu. Mimi mwenyewe nionyesha kitambulisho changu. Wewe una kitambulisho wewe? Unajua mimi nani? Wewe una kitambulisho wewe? Mambo ya kujua nani sasa ndio utakamuuliza Almas Kasongo anafahamu Mwaipaja OG ni nani. Tunachosema kitu kimoja Mesia, tarehe 24. Nyie si mnakataga watu wasifanye mazoezi? Si mnakataa? Mimi au unawaambia? Si mnakataa? Watu wa Yanga. Wasi na wewe nao si nyuma mwiko na humo ndani yake. Watu wa Yanga si wanakataa tu wasifanye mazoezi? Tumeshapata kibali na serikali cha kufanya mazoezi. Kwa hiyo ole wenu, safari mzuie safari. Safari tunakwenda, wachezaji watakwenda, mashabiki tutakwenda kupanga jinsi ya kushangilia siku tarehe 25. Hatutaki kuzuiwa. Na ndio maana serikali wameliona hili hapa, ili serikali unajua kuna vitu vilikuwa vinafanyika kwa mazoea, umeelewa hapo. Na ndio maana sisi tulikuwa watu wa Simba, 99% ya mashabiki wa klabu ya Simba tulikuwa hatuna imani ya bodi ya ligi ya kina Steven Mguto. Tulikuwa tuna imani ya kina Almas Kasongo, kwa sababu tumeshazungumzia mambo mengi zaidi. Wameingia mikataba, umeelewa? Msimamo wa Yanga ulikuwa. Msimamo wa Yanga umekuja kupitia mbele. Umeelewa hapo? Ndio maana nikupa ushahidi. Ingia kwenye umesema, nisikilize. Tunakuja tunaongea, mzee wangu ananiambia nyinyi hampo radhi kupingia mamlaka. Yaani nielewe, umeelewa? Ingia kwenye 69 media, angalia jambo langu ambalo nilikuwa nazungumzia kuhusiana na Almas Kasongo. Umeelewa? Si bodi ya ligi, si mashabiki wa klabu ya Simba toka zamani hatuna imani na bodi ya ligi. Kwa sababu nini? Kwenda nisikilize kwanza kitu kimoja. Mbona hamjaungana na Yanga wakati wanasema hatuwezi kuungana na watu ambao ni watoto wadogo hawa? Wanajua nini hao? Kwa hiyo mkamua mwapinge, lakini wamefanikiwa. Sisi hapa umeelewa? Yani wenyewe wamedandia gari kwa mbele. Nani? Sisi Mesia, sisi furaha yetu Mesia. Sasa hivi mnafurahia? Nisikilize Mesia. Furaha yetu hasa mimi nikiwa Mwaipaja OG, umeelewa? Mimi furaha yangu kuona kama kazi niliyoanzia toka msimu imekuja kuhitimisha na wale sikalia kuwaondoa watu ambao tulikuwa hatuwataki. Na kuna jambo ambalo linalokwenda tena jingine, umeelewa? Nilikuwa namuomba Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa busara zake, busara hizi alizozitumia jana kwenda kukaa na viongozi wa klabu ya Simba. Nilikuwa naomba akae na viongozi wa TFF. Kuna malalamiko mengi zaidi mashabiki ambao tunalalamika kila siku katika ligi yetu ya Tanzania. Na hasa wewe ukiwa ni mdau ambao unajitolea kusongesha gurudumu la michezo mbele, lakini kuna watu wachache wanarudisha nyuma maendeleo ya Tanzania katika masuala ya mpira. Nilikuwa naomba kitu kimoja, ukae na bodi, ukae na hawa TFF kina wale Skaria, wajaribu kupitia mikataba ya udhamini. Tumeona kama kuna uharibifu sana katika masuala ya mikataba ya udhamini, kwa sababu sheria za FIFA haziruhusu mdhamini kudhamini zaidi ya vilabu 3 au 7. Ikigundulika hiyo jambo hilo, ikigundulika jambo la FIFA hilo, Tanzania inaweza kufungiwa. Kwani kwa busara zako Mama Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, Mama Samia Suluhu Hassan, mdau wa mpira, ni mwanamichezo namba 1, nilikuwa naomba hili nalo ulitolee macho na uliangalia. Wadau tunalalamika kwa sababu kuna viashiria vya upangaji wa matokeo kupitia haya mambo ya udhamini udhamini kuwa mwingi zaidi, umeelewa? Sheria za FIFA haziruhusu. Kama sheria za FIFA haziruhusu, tunataka msimu unayokuja mwakani, na hata huyu mtendaji wa bodi atakayeteuliwa aanze na hili hapa ili kwanza. Tunataka ligi ya mwakani kwanza iwe ni bora. Nielewa. Shauri viongozi wenu wakapaze sauti. Ukipaza hivi nyie mambo hayaendi. Mimi napaza, mimi nasikika na mpaka Mama Samia ananisikia mimi. Kuna Yanga alivyozungumza Alikamwe mambo yamejibu. Naomba nielewe Mesia. Mimi nasikika zaidi kuliko hata Alikamwe, umeelewa? Mimi nafuatiliwa zaidi kuliko Alikamwe. Hilo ndio leo, yani nielewe hilo Mesia. Media yako inakuja kunioji mimi hapo, umeelewa? Hatua ya kwanza watu walikuwa itambui Galaxy ni nini, umeelewa? Lakini wamekuja kumhoji Mwaipaja OG pale, viewers zaidi ya 7,000 kwa yani interview moja tu. Alikamwe mpelekee mic utapata tu 3 tu Alikamwe. Alikamwe hana content za aina yote.
hadi kama ni mtu mlopokaji. Mimi naongea fact, ndio maana namuomba Mama Samia, kwa sababu hii press hii huenda vile vile katika kuiona kwenye mitandao akaiona. Na muomba Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ni mdau wa michezo na ni mdau namba moja katika masuala ya michezo. Na muomba kama ile amelianza ile, tunamuomba ajaribu kuita viongozi wa TFF wajifungie ndani, ili mradi na huu kakasi na uondoke. Mwakani tunataka ligi ilikuwa bora. Hatuhitaji, tunataka GSM aidhamini klabu ya Yanga. Klabu ya Yanga ni kubwa, klabu ya Simba ni kubwa. Tumemwona Mohamed Dewji anadili na Simba peke yake. Tunahitaji GSM adili na klabu ya Yanga. Na kama ataendelea kudili na vilabu vingine, basi atoke hadharani kwamba klabu ya Yanga haina uwezo wa kumtangazia biashara yake, ili ndio hapo tutakuwa tumemruhusu adhamini hata klabu ya Simba aweke godoro lake mbele, tutavaa bila kumkata hata malipo. Hatutahitaji malipo yake, aweke godoro lile pale. Godoro la GSM likae katika jezi ya Simba, lakini atamke hadharani kwamba klabu ya Yanga haina uwezo wa kumtangazia biashara yake. Umeelewa mpaka hapo? Hilo tutakuwa tumefanya jambo la maana. Na vile vile tunamtaka CEO wa bodi ya ligi atakayeingia madarakani aanze na ile hapa la udhamini. Udhamini. Hatuhitaji udhamini wa vilabu zaidi ya vingapi. GSM abaki na klabu yake ya Yanga tu peke yake. Na vile vile tunahitaji vile vile mwakani haya mambo ya kurudi, haya mambo ya kuruka mageti hayo. Mtu akate pointi 3, hamna mambo ya kukata sio hiyo. Gari kinyume. Umesema haya mambo umeelewa, ya kuruka mageti kwa imani za kishirikina za aina yote, umeelewa mpaka hapo? Mtu akatwe pointi ngapi Mesia? Akatwe pointi 3. Na gari nyuma. Na la mwisho hilo, umeelewa? Nilipata habari za kiushushushu. Na kuambia mimi ni mtu wa kiintelijensia. Kuna watu nimewasikiliza watu kwenye media kubwa ikiwemo TBC, kipindi chao cha Bongo kile cha Bongo unakijua kile. Kuna mchambuzi mmoja alizungumzia kwamba vipi ana habari kwamba Alajige marefali wale wote wale wanachezeka dabi wale wamegomea mechi ya tarehe 15. Wamegomea mechi ya tarehe 15. Kwa hiyo kwa sisi ambao tumesomea China tunajua kwamba vipi walishafikishiwa ujumbe na hawa watu nyuma mwiko, umeelewa? Kama kutisha yajulikane kama walifikisha ujumbe. Kwa hiyo nachoomba kitu kimoja, umeelewa? Kwa swala hili hatutahitaji dabi ichezeshwe na wale kama kina Alajige, kwa sababu nini? Tutakuwa tuna wasiwasi naye. Kama tarehe 5 kama tarehe 15 kama tarehe 15 imeshindikana, Alajige alikuwa anaomba nani? Ameomba kama yani aondole katika ile dabi. Hatutahitaji tena tarehe 25 awe katika ile dabi. Na ndio maana tunarudi tena vile kwa Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni mlezi wa wana, umeelewa? Umesema mlezi wa wana kwamba vipi? Umesema mlezi wa wana. Umesema nisikilize, hatumtaji yoyote katika nchi ya Tanzania. Kwa sababu Mama Samia nielewe sasa, mimi natuma ombi. Na linasikia, nisikilize, mimi natuma ombi linasikika hili. Nilikuwa naomba Mama Samia Suluhu Hassan ikiwezekana wadau wa mpira tupate bomba Mama Samia Suluhu Hassan ikiwezekana, na ikikupendeza kaa na wale skaria, ikiwezekana tupate marefari kutoka nje, kwa sababu marefari wa kibongo kuelekea dabi ya tarehe 15 kulikuwa kuna sitofahamu nyingi zaidi. Hatuna imani nao. Sina imani na Alajige, sina imani na Elisasi, sina imani na Kayoko, sina imani na Genesis Alukia, sina imani na Tatu Malongo. Hao wote ndio kuwatajia hawa. Nani? Hao wote yani wote watu watake. Waliolalamikia klabu ya Yanga, nisikilize. Waliolalamikia ya klabu ya Yanga kina Alajike kina nani? Hatutahitaji, tunataka dabi ambaye imeshiba. Tunahitaji dabi ambaye ina watu, yani ina marefari kutoka nje. Nini maana yake marefari kutoka nje ya nchi? Kwanza Mama Samia Suluhu Hassan anakutangaza nchi yako. Vile vile yani watu watakuja kuiangalia dabi hapa. Tukichukua marefari kutoka hata Morocco, tukichukua marefari kutoka Misri, wa Misri watakuja hapa, tatangaza utalii. Hayo ni hayo tu. Nacho la mwisho, yani hilo ndio la mwisho kabisa, kwamba sitamhitaji kuona Alajige, kwa sababu baada ya kupata dhuluma hizi nagundua kabisa kwamba kuna sitofahamu inaweza kutokea pale. Hatutakubali. Shukrani sana.
Twende. Yaani nielewe kitu kimoja. Unajua hapa umeuliza swali zuri zaidi ambayo jamaa kashinda kushinda kwa sababu kaja kipenzi. Umeelewa mpaka hapo? Hakuna mwanachama, hakuna shabiki wa klabu ya Simba aliyelalamika kufungwa, yani Simba kufungwa na Singida United bao 3. Kwa sababu Singida United siku baada ya kuwafunga sisi kwenye ligi, na ndio sitofahamu umeiona hapa. Singida wametupa kitu kikubwa zaidi katika ligi, na ndio tukaifufua ligi kuwa ina utamu mpaka imefikia hapa watu hawachezi, umeelewa? Wamekataa kucheza. Nachozungumzia kwamba Alajige, kwa nini nasema hivyo? Kwa mujibu wa vyombo vya habari itakiwa Alajige atoke hadharani baada ya kuona kwenye mitandao ya kijamii anachafulia jina lake, umeelewa? Kwamba hata yule refa Alajige huyu amekataa dabi ya tarehe 15. Sasa ina maana yeye pale, ina maana kama kuna amri kutoka upande wa pili na si hatakuwa na imani naye. Ilikuwa natakiwa atoke hadharani, ikiwezekana amwambie yule mchambuzi wa Bongo FM Masia kwamba afute usemi wake ule aliyozungumza kwamba ana habari kwamba marefaria ambao walikuwa wanapangwa pale mechi wamegomea mechi. Vyombo vingi tu vya habari sitaki kuvitaja kwa majina, umeelewa mpaka hapo, lakini itakiwa atoke hadharani akanushe. Lakini kama ameshinda kukanusha, sisi tunasema hatuna imani na Alajige kwenda katika hiyo dabi. Atoke ile fariki kutoka nje ya nchi. Tunataka tupate burudani ya hali ya juu. Hawa hapa watu nyuma mwiko wakigoma itakiwa na kata pointi, wakiingia uwanjani tunaenda kuwakanda sisi. Hawana timu wale. Wewe nani atamkaba Elia Mpanzu? Nani atamkaba Joshua Mutale Kivuruge? Nani atamkaba Kibu Dennis Mkandaji? Huyu ni banka huyu. Nyamilafu huyu. Tunataka mtu anapiga alafu kadi nyekundu. Penalty tunataka zipigwe penalty. Zaidi hata 7. Penalty tunataka piga hata 7. Tunataka penalty zipigwe hata 7 pale, umeelewa? Tunahitaji kuwa fair play. Simba wanahitaji fair play watimize malengo yao. Simba tunahitaji kubebwa sisi, umeelewa? Sisi sio watoto sisi, umeelewa? Wala si hatuna mambo ya kisiasa. Mbona tumeenda Ikulu baada kuingia finali? Sisi ni watu wa mpira. Sisi tuna IQ hali ya juu katika masuala ya mpira hapa. Alamsiki Mwaipao Uji kwa mara nyingine tena.